Tunamshuhudia Bwana kwa ajili ya matokeo ya imani, matokeo ya wokovu ambayo tangia tumeokoka mpaka siku ya leo Bwana umetukirimia wema wako. Kweli wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka, kuna mwingine wa kulinganishwa na wewe chini ya jua. Asante Yesu kwa wema wako, asante kwa kibali, asante kwa utukufu wa jina lako. Tunapoenda kusema neno na watu wako, naomba Mungu ukatumie mtumishi wako kubariki watu wako, na ukaseme na watu hawa, mfalme wa amani. Yeyote anayetazama neno hili ama kipindi hiki asibakie kuwa mtu wa kawaida, bali Bwana ukawajenge na ukawasaidie, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Nataka tuongee habari za Yesu, kuhusu kumpata Yesu. Maandiko inasema ya kwamba nitafuteni maadamu napatikana. Tukawa tukiulizana na mtu mmoja siku moja ya kwamba kama maandiko yanasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, hivi uliwahi kumtafuta Mungu mpaka ukampata? Watu wengi wameishilia kwa kumtafuta Mungu tu na wakachokea katika njia. Watu wengi wameishilia kumtafuta Mungu lakini wakapotelea njiani. Ila leo nataka nikwambie, kama iko gharama nzuri ya kufanya katika maisha ni kugharamika kumtafuta Yesu. Kama kuna gharama nzuri ya kulipa katika maisha ya ujana, maisha ya umama, maisha ya uzee, maisha yote katika chini ya jua, ni gharama ya kutafuta kumpata Yesu. Maana hizi sio enzi zile tulikuwa tunaambiwa ya kwamba Mungu anapatikana. Niliwahi pata mzee mmoja akaniambia, hauwezi kutumika ukiwa kijana. Na nikiangalia katika maandiko nasema, siku za mwisho nitaimwaga roho yangu. Ataimwaga kwa mabinti watatabiri, kwa vijana na kwa wazee, kwa watu wote. Hatuko chini ya tamaduni za kimila, hatuko chini ya sheria. Tunaandamana na neema na ukuu wa Mungu ambaye alitukirimia neema yake. Tito 3:4 inasema, lakini kwa wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa. Huyo ambaye alituokoa ndiye nataka tuongee habari zake, ambaye wema wake ulipofunuliwa katika maisha yetu, katika kipengele cha maisha yetu, basi akatuokoa, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wakolosai 1:13. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hivyo nahisi ya kwamba tunabarikiwa. Kwa hivyo nakuletea habari za huyu Yesu ili upate kumjua. Maana nasema ya kwamba katika kitabu cha Ayubu 21:22 nasema hivi, mjue sana Mungu ili upate kuwa na amani. Basi utamjuaje mtu ambaye haujamtafuta? Utamtafutaje mtu ambaye haumjui? Ni lazima kwanza uweze kumjua huyo mtu ambaye naleta habari zake, ambaye ndiye Yesu Kristo. Alafu kisha usikwamilie hapo, umtafute kwa bidii. Anasema ninawapenda wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Cornelius katika maandiko. Cornelio alitoa sadaka zake akawapa watu. Cornelio alikuwa ni tajiri mkubwa sana, tajiri mwenye mali. Lakini Cornelio hana wokovu ndani yake. Kukatumwa mwanaume alikuwa anahubiri habari za Yesu katika kijiji kile. Na huyu mwanaume alikuwa anaitwa Petero.
Maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa akitumwa kwa Petero, walikuwa wameketi kina Petero mahali katika chumba. Petero akajitenga na wao akaenda katika chumba cha juu. Maandiko yananiambia ya kwamba wakati ambapo Petero alijitenga akaenda mahali, akawa kana kwamba anaona maono. Alipokuwa anaona maono, akawa anasemezana na Mungu, mimi siwezi ama sijawahi kula chakula ama sijawahi jitia unajisi kwa vyakula. Mungu akamuuliza Petero, tangu lini utaita vitu ambavyo nimevitakasa kuwa najisi? Sasa Mungu anamuintroduce Petro, anamtayarisha Petro ya kwamba yuko mtu ambaye nataka kumtuma kwako, umpe habari, umjulishe habari za ufalme wa Mungu, ama habari za mwana kondoo wa Mungu ambaye anaokoa hata matajiri. Kwa hivyo habari hizi ambazo ninazihubiri sasa, sizihubiri kwa masikini tu, ninahubiri kwa ajili ya watu wote. Aidha umeokoka ama aidha una pesa ama hauna pesa. Hizi habari, pesa zako haziwezi zikakusaidia chochote pasipokuwa na Yesu. Wacha tusome maandiko katika kitabu cha Mithali 8:35 mistari miwili pale, 35 na 36. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Maandiko yanasema yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Yesu Kristo amekuja hapa ulimwenguni, watu wa Mungu, ili yeyote atakayempokea awe na uzima, kisha awe nao tele. Yohana 1:11, nalikuja kwao ila wale ambao waliokuwa wa kwake hawakumpokea. Yohana anasema, Yohana 1:11, nalikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Ukisoma 1:4 inasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na hapo katika huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Hivyo yawezekana ya kwamba unatembea miaka mingi, unatembea katika giza. Mpendwa, Yesu Kristo ndiye njia, Yesu Kristo ndiye uzima, Yesu Kristo ndiye mwanga. Wakati utamshika huyo Yesu, ukimtafuta kumpata, maana yanasema kwamba utapata uzima. Hakuna mahali pengine popote unaweza ukapata uzima kama sio kwa Yesu Kristo peke yake. Watu wengi wameenda kwa waganga, watu wengi wameenda kutafuta njia kwa waganga, wengine wameenda mahali tofauti tofauti, lakini Yesu Kristo ndiye anayepeana uzima. Hakuna mahali popote unaweza ukapata uzima kama sio kwa Yesu. Yesu Kristo ndiye njia, Yesu Kristo ndiye njia ya kweli, Yesu Kristo ndiye uzima. Tumekuwa na injili potovu ya kwamba tumetolewa katika njia, na wacheni niwaambie wapendwa, kama hamtakubali kumshika Yesu, kumtafuta Yesu, tuko katika nyakati mbaya, nyakati ambazo ziko na mashida mengi. Basi kila mtu na akubalie kumpokea huyu Yesu na kumshika Yesu ili upate uzima, kwa maana uzima unapatikana kwake. Kwa utakapomtafuta Yesu Kristo na kumpata, ndani yako umepata kitu cha dhamana. Niliona watu wengi ambao walitafuta company, walitafuta marafiki, lakini marafiki hawakuishilia kutembea nao.
Hata huyo mchungaji wako unaweza ukatembea naye akafikia mahali akakutema, lakini utakapotembea na huyu Yesu ambaye nakupa habari zake leo hii, huyu Yesu ataweka uzima ndani yako. Inawezekana ya kwamba unaugua ugonjwa ambao umeenda kwa madaktari, umeenda kwa waganga, imekosa tiba. Leo hii wacha nikwambia ya kwamba kwa Yesu ndipo kuna uzima. Hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo inapeana uzima, hakuna sehemu nyingine yoyote ambayo ina uzima, bali kwa Yesu peke yake, ambaye Yesu Kristo mwana wa Adamu aliyekufa, mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya makosa yetu, ili tuweze kupata uzima. Maana yeye alikuja kwake, wala walio wa kwake hawakumpokea, lakini yeyote aliyempokea akampa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Na leo hii hauwezi ukakuwa mwana wa Mungu na hauna nafasi ya kuenjoy vitu vya kwa Mungu. So nasema hivi, kama utampokea Yesu, atakuingiza katika mfumo fulani ambao huu mfumo unakuruhusu kurithi mali ya kwa baba yetu. Angalia Yohana 8:44 nasemaje? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, mnapodanganya mnasema yaliyo ya kwake, maana yeye anapoongea uongo, yeye husema yaliyo ya kwake, maana ndani yake hamna ukweli. Tangu mwanzo hakuwa mkweli. Kwa hivyo unapokuwa mwongo, yeye ndiye babako, maana ndani yake yeye babako huyo hakuna uzima. Ndani yake baba huyo hamna ukweli. Yesu ndiye njia ya kweli. Yesu ndiye njia uokolewe, upate uhai ndani yako. Yawezekana ikawa kuna tatizo fulani ambalo la kusumbua. Yesu Kristo ndiye njia ya hayo matatizo unayoyapitia. Yesu Kristo ndiye tiba ya huo ugonjwa ambao umegonjeka siku nyingi. Yesu Kristo ndiye njia ya hiyo tatizo ambayo umekuwa nayo kwa muda wa miaka. Yesu ndiye tiba. Hata ukizunguka kwa waganga, hata uende wapi, hawawezi wakakupa msaada, lakini Yesu Kristo peke yake ana msaada wa hiyo ndoa yako. Anatatua hiyo ndoa yako, anatatua hiyo shida unapitia kwa kazi, anatatua hayo matatizo umepitia kwa muda mrefu, anatatua. Pesa haiwezi kukutatulia mashida, lakini Yesu Kristo anakutatulia mashida. 26 inasema hivi, bali yeye anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupata mauti. Hupata mauti. Kwa hivyo yeyote atakaye mkosa Yesu Kristo ana madhara makubwa sana. Yeyote asiyekuwepo na Yesu Kristo ana madhara makubwa sana. Kwa hivyo tutamani kumpokea Yesu, tutamani kumpata Yesu ili tuwe na uzima, maana kwake yeye ndiye aliye na uzima, tena uzima tele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliutoa mwanawe wa pekee, kwa sababu alipoupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee, hata kila mtu amwaminie awe na uzima na awe nao tele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, akatoa sacrifice kwa ajili wanadamu walikuwa wamefarakana na Mungu. Mpendwa, uko hapa unanitazama na unasikiliza neno hili, ningependa nikwambie njia pekee ni kumwamini Yesu. Njia pekee ni kumkimbilia Yesu. Aiponye ndoa yako, aponye kazi yako, aponye nchi yako, aponye makao yako, aponye kila kitu ambacho nataka aponye. Na Yesu ni mwaminifu. Ikiwa uko unanitazama na uko na mahali ambapo unasikia kwamba panakuuma, uko na ugonjwa fulani, uko na mtu yoyote mgonjwa hapo,
Yesu hana umbali. Nataka ushike mahali panakuuma. Mahali panakuuma, unganisha imani yako na mimi. Mahali panakuuma ushike tu, nami naamini ya kwamba utapona. Huu ujumbe nakuletea kwa sababu naamini Yesu anakupenda. Mahali unasikia pana tatizo, guza tu hapo mahali. Hayo magonjwa yanatoweka, hiyo kansa inatoweka, hiyo pneumonia inatoweka, hiyo arthritis inatoweka, ugonjwa wa pressure unatoweka, ugonjwa wa kisukari unatoweka. Hakuna kutembea na madawa, hayo magonjwa yanatoweka, ndoto mbaya inatoweka. Father, in the mighty name of Jesus Christ, na kushukuru maana wewe ni Mungu mwaminifu, unatenda maajabu kwa watu wako. Napenda kumbariki mtazamaji huyu ambaye ananitazama. Ninapomalizia kipindi hiki, napenda kusema watu hawa kwa mfalme wa amani wabarikiwe, wapone kwa jina la Yesu Kristo. Huo ugonjwa unaokusumbua kuanzia sasa umetoweka. Huo ugonjwa kuanzia sasa umetoweka. Hayo maumivu, haulali usiku nateseka, hayo maumivu yametoweka. Yametoweka. Yatoweke kwa jina la Yesu Kristo. 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 Huo ugonjwa uliokushika kwa muda mrefu utoweke unapoamini. Unapoamini mpendwa, utoweke kwa jina la Yesu Kristo. Nazungumzia hiyo hali unayopitia, toweka kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo hali ikatoweke, hiyo hali ikamatwe na nguvu za Mungu. Natuma mkono wa kinabii ikafagie kila magonjwa ndani ya mwili wako. Hauendi kazi maana umekamatwa. Hiyo roho iliyokukamata imekamata kazi yako, imekamata biashara yako. Hiyo roho ikuachilie, ipigwe kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Yesu amekuponya na Yesu amekusaidia. Yesu amekusaidia. Amini Mungu tu, maana Mungu ni mwaminifu. Wewe uko hapa ungependa kumpokea Yesu Kristo, wakati nahubiri katika Facebook live, rudia maneno haya nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, naja kwako, naomba unipokee kuanzia sasa. Shetani, nimekukataa na kazi zako zote. Bwana Yesu, nakutamani siku ya leo, ulifute jina langu katika kitabu cha mauti na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi ni mwanao. Yesu Kristo, mtu huyu ambaye amekupokea na ikabidhi nafsi yake mikononi mwako, natangaza kuanzia leo akombolewe. Matatizo yote ya kila namna ambayo yalikuwa yanamkumba yakamwachie katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Ubarikiwe sana mtazamaji, wewe ambaye uko hapo unatazama na umebarikiwa na kipindi hiki cha dakika chache. Hapo chini ya screen kuna namba ziko hapo, unaweza ukatusupport kipindi hiki. Kuna vitu ambavyo tunazidi kuvitafuta ili tuweze kutengeneza vipindi vyetu vya live, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hatua ya kwanza ambayo tuko nayo kufikia sasa hivi. Namba yangu ni 07 69 59 60 75 07 69 59 60 75. Iko hapo chini, unaweza ukatusapoti. Kuna vitu ambavyo tunatamani tuwe navyo ili tuweze kuboresha kazi hii, na pia ambayo umebarikiwa unasikia kusapoti mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana na kutie nguvu, azidi kukubariki. Shalom, shalom. Tunapopatana siku nyingine, Yesu awabariki na watendee mema. Amina.